Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Nitumie nafasi hii tena kukukaribisha leo kwenye kipindi chetu ambacho kinafanyika kwenye channel yetu ya Joshua Godfrey. Usiache kusubscribe, kushare pamoja na kucomment. Na leo kwa neema ya Mungu tunaita na mtumishi wa Mungu Brother Veke Luvanda. Nitumie nafasi hii tena kukukaribisha kwenye madhabahu yetu hii ya YouTube. Karibu sana. Karibu uzungumze na kanisa la Yesu liko mahali hapa kwa ajili ya kukusikiliza. Karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen, amen. Ninamshukuru Mungu sana kwa nafasi hii tena. Jina langu ni Ezekiel Luvanda, ni mwalimu wa neno la Mungu. Tumekuwa tukiweka mfululizo wa habari za Roho Mtakatifu na nataka niendelee habari za Roho Mtakatifu. Nataka tukazungumzie habari ya Roho Mtakatifu kama roho saba za Mungu. Roho Mtakatifu kama roho saba za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kabla sijaenda moja kwa moja, natamani kuonyesha kwenye maandiko utofauti wetu sisi watu wa Agano Jipya na wale ambao wapo kwenye Agano la Kale. Watu wa Agano la Kale walikuwa wanapokea sehemu ya Roho Mtakatifu. Watu wa Agano Jipya tunapokea Roho Mtakatifu kwa kiwango chote. Huu ni utofauti wa kwanza. Sisi hatupokei sehemu ya Roho, tunapokea Roho aliyekamilika. Hatupokei sehemu hata tuseme ni sehemu ndogo ya Roho. Huu ni tofauti mkubwa sana wa kwanza. Tofauti wa pili mkubwa, watu wachache sana kwenye Agano la Kale Roho Mtakatifu alikuwa anakaa ndani yao. Watu wengi kwenye Agano la Kale Roho alikuwa tu anakuja juu yao, ila alikuwa haingii ndani yao. Sisi wa Agano Jipya Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, anaingia ndani yetu. Tofauti mkubwa wa tatu kati yetu sisi na watu walikuwa wanaishi kwenye Agano la Kale. Watu wa Agano la Kale Roho alikuwa hata akiingia ndani yao hakai milele, adumu milele. Alikuwa anakuja, anaingia ndani na kuondoka. Watu wa Agano Jipya tunapokea Roho Mtakatifu, anakuja na kukaa ndani yetu. Yohana anashuhudia habari za Yesu, anasema wala mimi sikumjua, lakini yeye aliyenituma kubatiza aliniambia, hilo tutakayemwona Roho akishuka juu yake na kukaa na kubakia ndani na kutoondoka, huyo ndiye abatizaye kwa Roho. Na alipomwona Yesu akagundua, baada ya kuona Yesu amejazwa Roho na Roho haondoki ndani. Kilikuwa ni kitu kipya kwa Yohana, kwa sababu hata naye alikuwa anaishi kama manabii wa Agano la Kale, ndio nabii wa mwisho wa Agano la Kale, sababu Agano Jipya limeanza Yesu alipokufa na kufufuka. Kwa hiyo hata yeye alikuwa Roho anakuja na kuondoka. Lakini akashangaa anamuona mtu ambaye Roho anakuja na anabaki ndani. Kwa hata watu walikuwa wanajazwa Roho Mtakatifu kwenye Agano la Kale, walikuwa wanajazwa kweli Roho Mtakatifu, lakini alikuwa habaki ndani yao. Anakuja, akikaa ndani, anaondoka. Ni wachache sana kwenye Agano la Kale utaona ambao walipewa ushuhuda wa kwamba Roho Mtakatifu alikuwa ndani yao. Utaona kwa Yusufu, Farao akiona hicho kitu, tupate wapi mtu kama huyu mwenye Roho wa Mungu ndani yake? Anaona kuna Roho ndani. Inawezekana kuna wengine wenye Roho wa Mungu lakini sio Roho wa Mungu ndani. Unaona hicho kitu kwa Daniel, anasema Roho wa miungu watakatifu wanakaa ndani yake. Unaona Daniel alikuwa anatembea na Roho wa Mungu kwa kiwango hicho. Wale wanaita Roho wa miungu, lakini alikuwa ni Mungu mwenyewe. Roho wa Mungu anakaa ndani yake. Walikuwa ni watu wachache sana ambao walikuwa wana Roho Mtakatifu ndani yao. Wengi Roho alikuwa anakuja juu yao na kuwasaidia kufanya vitu, kisha anaondoka. Na hata walikuwa wanapokea ndani, alikuwa akainao muda wote. Sisi tumepata neema kubwa, hivi vitu vyote vitatu sisi tunavyo. Roho anakaa kwa kiwango chote, Roho anakaa ndani yetu, Roho anakaa kwa muda wote. Haleluya. Haleluya. Ndio maana tunataka kufurahia kuishi kwenye nyakati za zamani. Kuna watu wanatamani wangeishi kama nyakati za kina Musa, wangeishi kwenye nyakati za kina Elia. Tunaishi kwenye nyakati zilizo bora kuliko zote. Tunapokea kitu cha kimungu cha ubora kuliko vyote. Mtume Paulo akitoa ushuhuda anasema Mungu hakuwapa wale vitu vyote ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Sisi ndio tu ukamilifu wa kile ambacho Mungu amekusudia. Siri ambazo Mungu alizificha vizazi na vizazi na vizazi, sisi tunapewa Roho Mtakatifu bila kupimiwa. Kitabu cha Yohana sura ya 3. Yohana 3 mstari wa 34. Yohana 3:34 Biblia inasema hivi: kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu, kimzungumzia Yesu. Kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu huyanena maneno ya Mungu, kwa sababu hamtoi roho kwa kipimo. Hamtoi roho kwa kipimo. Yesu alipokuja kwetu hatupi roho kwa kutupimia. Hamtoi roho wake kwa kipimo. Na hiyo inasaidia kila ambacho Yesu anakinena kiwe ni maneno ya Mungu, kwa sababu hamtoi roho kwa kipimo.
Kuna wengine ambao walikuwa wananena neno la Mungu lakini walikuwa wananena kwa sehemu. Yesu ndio neno halisi, akilifungunua neno la Mungu kwa ukamilifu wote. Kwa sababu gani? Roho hafanyi kazi ndani yake kwa kipimo, wala hatoki ndani yake kuja kwetu kwa kipimo. Tunapewa kwa utimilifu wote. Kwa hiyo ili na sisi tuyanene maneno ya Mungu, lazima tuwe tuna roho bila kupimiwa. Ili tuyanene maneno ya Mungu kwa kipimo chote, kwa uwezo wote, kwa kila ambavyo neno la Mungu inabidi liwe, lazima tuweze kunena neno la Mungu huku tumejaa Roho Mtakatifu bila kipimo. Sasa Roho Mtakatifu alikuwa anapimweje kwa wale watu wa Agano la Kale? Alikuwa anapimwa kwa sababu kulikuwa kuna sehemu 7 za Roho Mtakatifu. Haimaanishi Roho Mtakatifu amegawanyika mara 7. Ni roho huyo mmoja, lakini anaweza kujifunua mara 7 tofauti. Roho anaweza kujifunua mara 7 tofauti. Kwenye hizo namna 7 tofauti zinaweza zikasababisha huyu akajifunua kwa namna 2 kwa huyu, kwa namna 1 kwa huyu, kwa namna nyingine kwa huyu. Hiyo ndivyo ilikuwa kwenye Agano la Kale. Kwenye Agano Jipya, sehemu zote 7, namna zote 7, roho zote 7 za Roho Mtakatifu zinafunuliwa ndani yetu. Zinafunuliwa ndani yetu. Kwenye Agano la Kale walikuwa wakipewa roho kama sehemu ya roho. Sisi kwenye Agano Jipya tunapewa roho kama roho kamili. Haimaanishi kwenye Agano la Kale walikuwa wanatumia labda nusu nenda. Alikuwa anakuja roho yule yule, lakini jinsi anavyojifunua, hajifunui katika mafunuo yote kwenye namna zote 7 ambazo huwa anajifunua. Alikuwa anajifunua kwa sehemu. Anaweza akajifunua kama roho tu ya hekima, anaweza akajifunua tu kama roho ya ufahamu peke yake, asijifunue kwenye namna yote. Sisi kwenye Agano Jipya, Roho Mtakatifu akikaa ndani yako, anajifunua kwenye namna zote ambazo anaweza akajifunua. Lakini huwa kila anapojifunua, anajifunua ili tuweze kufaidiana. Kwa hiyo kuna namna unaweza usiione, lakini imaanisha ipo ndani yako. Namna zote zinafunuliwa ndani yako. Haleluya. Haleluya. Sasa tuangalie mstari kadhaa. Angalia kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo 1:5, Biblia inasema hivi: tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, na mkuu wa ufalme wa dunia. Nianzie mstari wa 4 kwanza. Yohana, kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti chake cha enzi, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, na anaendelea kwamba ni shahidi aliye mwaminifu. Nitaka uone hiyo sentensi, zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti cha enzi, kwenye mstari wa 4. Zitokazo kwa roho 7, roho 7, roho 7. Unaona Roho Mtakatifu anatajwa kama roho 7. Ufunuo wa Yohana sura ya 4 na mstari wa 5. Ufunuo 4:5. Na katika kile kiti cha enzi kunatoka umeme na sauti na ngurumo na taa 7 za moto, na taa 7 za moto zikiwaka mbele ya kile kiti cha enzi. Ndizo roho 7 za Mungu. Anasema kuna taa 7 za moto, ndizo roho 7 za Mungu. Ukiangalia ile hekalu la kwanza lilipotengenezwa, kulikuwa kuna kinara cha taa chenye yale matawi 7 yameshikilia taa 7. Anasema ile ilikuwa ni ishara ya Roho Mtakatifu akijifunua kama roho 7 za Mungu. Sema huyo roho unayemwona hapo, hicho kinara tunachokiona hapo ni huyo roho anayejifunua kwenye roho 7 za Mungu. Roho 7 tofauti. Ufunuo wa Yohana 5:6. Ufunuo wa Yohana tena sura ya 5 mstari wa 6. Anasema hivi: nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4, na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Anamtaja tena Roho Mtakatifu kama roho 7 zilizotumwa katika dunia yote. Anasema macho ya Mungu ni hizo roho. Ukisikia Biblia inasema macho ya Mungu yako kila mahali, anamaanisha Roho Mtakatifu yuko kila mahali. Anamaanisha hizo roho 7 ziko kila mahali, kwa sababu hizo roho 7 ndo zinatajwa kama macho ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anaona kupitia hizo roho 7. Mungu anatazama kupitia hizo roho 7. Kwa hiyo ukisema Mungu ameniona, maana yake kuna aina mojawapo ya mafunuo ya Roho Mtakatifu, ya kujifunua kwa Roho Mtakatifu. Aina mojawapo ya Roho Mtakatifu imedhihirika kwako, unasema Mungu ameniona. Haleluya. Amen. Angalia kitabu cha Zekaria sura ya 3. Zekaria sura ya 3 mstari wa 8 na wa 9. Anasema hivi: sikiliza sasa, Yeshua kuhani mkuu, wewe na wenzako waketie mbele yako, maana hao ni watu walio ishara. Kwa maana tazama, ninamleta mtumishi wangu aitwaye Chipukizi. Ninamleta mtumishi wangu aitwaye Chipukizi. Huyo mtumishi anaitwa Chipukizi. Sasa nitamleta mtumishi aitwaye Chipukizi. Akasema, maana nitazame jiwe hili niloliweka mbele ya Yeshua, katika jiwe moja yako macho 7, na tazama nitachora machoro yake, asema Bwana wa majeshi,
nami nitaondoa uovu wa nchi ile katika siku moja. Anasema katika hilo jiwe kuna machoro 7. Hapo anasema naye ataondoa uovu wa nchi ile katika siku moja. Kama anazungumzia kuondoa uovu katika siku moja, unajua anaweza kaondoa uovu kwa siku moja ni Yesu. Alipokufa msalabani ndio aliondoa uovu kwa siku moja. Kwa huyu mtumishi ambaye anaitwa jiwe hapa, tunafahamu Yesu ndio jiwe kula pembeni. Anasema yeye ana machoro 7. Unaona tena anamzungumzia Roho Mtakatifu kwenye namna ile ile ya kuwa na roho 7, akizitaja kama machoro 7 ambazo zimechorwa juu ya jiwe ambaye ni Yesu. Alafu anamuita jina gani? Anasema anamuita chipukizi, atamleta mtumishi wake aitwaye chipukizi. Noti ile neno chipukizi. Twende Zekaria sura ya 4. Zekaria sura ya 4. Nianzie mstari wa kwanza. Anasema na yule malaika aliyesema nami akanijia mara ya pili, akaniamsha kama mtu amshavu katika usingizi wake. Akaniuliza, unaona nini? Nikasema, nimeona na tazama kinara cha taa cha dhahabu tupu, nacho kina bakuli juu yake na taa zake 7 juu yake. Tena iko mirija 7 ya kuleta mafuta kwa taa zote zilizo juu yake. Anasema kuna taa 7. Kuna taa 7. Mstari wa 3, na mizeituni miwili karibu yake, mmoja upande wa kuume wa lile bakuli na mmoja upande wa kushoto. Unaona kuna hiyo taa 7 tena, alafu kuna mizeituni miwili. Alafu mstari wa 6 anajaribu kufafanua hiki ni kitu gani. Mstari wa 6 anasema hivi, akajibu akaniambia akisema, hii ndio neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Akimwambia hicho ulichokiona ni roho yangu. Kwa hiyo hizo taa 7 ni Roho Mtakatifu. Na amewekewa mizeituni miwili, ambapo kidogo kusoma hapa chini anasema hao ni mabwana wawili wa mafuta, ambao tunafahamu ni neno na maombi. Neno na maombi, mabwana wawili wa mafuta wanasababisha mafuta yaendelee kuonekana ndani yako, ili hizo taa 7, hizo roho 7 za Roho Mtakatifu ziweze kuwaka vizuri, zionekane. Unahitaji neno na maombi. Kwa lazima uwe na neno na maombi kuhakikisha hizo taa zinawaka vizuri. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anajifunua kwenye hiyo namna kama roho 7 za Mungu. Sasa tunaona kitabu cha Isaya sura ya 11. Isaya 11 mstari wa kwanza na wa pili, utaona hizo roho 7 zote zikitajwa. Anasema hivi, basi zitatoka katika chipukizi katika shina la Yese, litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda. Kwenye kitabu cha Zekaria amesema mtumishi wake ataitwa chipukizi, na hapa anasema litatoka chipukizi. Kwa yule mtumishi ambaye alimuita jiwe mwenye machoro 7 ni huyu ambaye anatajwa hapa. Anasema litatoka chipukizi. Yesu anatajwa kama chipukizi. Anasema hivi, na roho ya Bwana atakaa juu yake. Zinaonekana hizo roho. Anasema ya kwanza ni roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Roho 7. Hizi ndizo roho 7 ambazo Roho Mtakatifu akija ndani yako zinajifunua. Watu wa Agano la Kale walikuwa wanapokea sehemu ya hizi roho. Kwa mfano ukisoma Danieli 1:17, utaona wakina Danieli alisema hivi, Mungu aliwapa roho ya hekima na ufahamu katika elimu. Danieli alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto. Haisemi alikuwa na hizi roho zingine za uweza, haisemi alikuwa na roho hizi zingine kama roho ya Bwana juu yake, lakini anasema alikuwa na roho ya hekima, alikuwa na roho ya ufahamu. Huyo ni Danieli. Danieli na wenzake wale Mishaeli, Azaria, ambao tunafahamu kwa majina maarufu Shadraka, Meshaki na Abednego, pamoja na Danieli. Hao walikuwa wana sehemu ya roho, hawakuwa na roho 7 zote. Roho alikuwa akija kwa kujifunua, hajifunui kwa roho zote 7. Hiyo Danieli 1:17, wewe tuione hapa. Danieli sura ya kwanza na mstari ule wa 17. Anasema hivi, basi kwa habari za hao vijana 4, Mungu aliwapa maarifa, unaona wana roho ya maarifa, na ujuzi katika elimu na hekima, unaona wana roho ya hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu, unaona ana roho ya ufahamu katika maono yote na ndoto. Unaona roho 3 katika roho 7 zinajifunua kwa hao vijana 4. Kwa hao wengine unajifunua 2, kwa Danieli inaongezewa na roho ya ufahamu. Kwa hiyo unaona walikuwa na sehemu ya Roho Mtakatifu. Walikuwa na sehemu ya mafunuo ya Roho Mtakatifu, sehemu ya udhihirisho wa roho, lakini hawana roho kwa kiwango chote. Lakini kumbuka sisi kwenye Agano Jipya, sawa sawa na ile Yohana 3:34, hatupokei roho kwa kipimo. Sisi roho zote 7 zinafunuliwa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana ukiwa unaomba lazima ufahamu kuna roho ya uweza ndani yako. Kuna roho ya shauri ndani yako. Kuna roho ya kumcha Bwana ndani yako. Lazima ufahamu vipo huko ndani. Sasa unaweza kushangaa kuna nini mtumishi mwingine sometimes anaweza akawa anatembea na miujiza mikubwa, lakini tabia yake haifanyi kazi vizuri. Tabia yake haijakaa sawa. Unajua sababu gani?
Anaweza kana tembea labda na roho ya uweza, akafanya miujiza ya kutosha, lakini roho ya kumcha Bwana ikawa haijajifunua ndani yake. Na vyote viko ndani yako. Ndio maana bidi ujifunze kurudi kwa Roho Mtakatifu, kumwambia Roho Mtakatifu, kuna sehemu ya kitu cha Roho Mtakatifu ninaona kimepungua ndani yangu. Ninaona kuhusu roho ya uweza iko vizuri, lakini nikijitazama kwenye upande wa kumcha Bwana sijioni. Ninaona roho ya hekima haifanyi kazi vizuri. Unaweza kuona huyu mtu anamcha Mungu vizuri, lakini anapo arrange mambo yake hayaendi kwa hekima. Anafanya mambo yake hayaendi kwa hekima. Kwa sababu gani? Haoni roho ya hekima ikifanya kazi vizuri ndani yake. Lazima uende kwa Roho Mtakatifu tena, umwambie nifunulie tena roho ya hekima. Unaweza ukaona mtu mwingine ambaye maarifa hayapo ya kutosha ndani yake. Anabidii kweli katika Mungu, lakini si katika maarifa. Lazima uwe na bidii katika Mungu na uwe na bidii katika maarifa. Na hivi vitu haviji vivi. Lazima uwe unajifunza kurudi kwa Roho Mtakatifu, kumwambia ninakufahamu kwenye namna zote saba. Nataka hizi roho zote saba zijifunue ndani yangu. Watumishi wa Mungu, jifunzeni kuomba hivyo. Mnapoenda kwenye ibada, Mungu ninaomba roho zote saba zijifunue. Ninapokuwa na hudumu, nione roho saba zote zinafanya kazi. Hekima ya Mungu itembee, maarifa ya kimungu yatembee, ufahamu wa kimungu utembee, uweza utembee. Roho ya Bwana awepo juu yetu kufanya miujiza. Tuone vitu vyote vinafanya kazi kwa pamoja. Kumcha Bwana kuonekane. Ibada ikijana roho zote saba zikionekana, ndipo tunaweza tukamwona Mungu kwenye ukuu wote. Tukiona mafunuo yote saba yanaonekana kwenye kanisa, hilo kanisa lazima liwe na ushindi kuliko kanisa lolote lile. Unaweza ukaona kuna kanisa lingine ambalo linatembea sana na nguvu za Mungu lakini halina hekima. Kwa nini? Kuna kiwango cha roho hakifunuliwi kwao, kiasi ambacho kuna mahali watakwama tu. Kuna wengine wanakuwa wa hekima sana lakini waone kwenye nguvu. Biblia inasema Yesu Kristo yeye ni nguvu na hekima ya Mungu. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza anasema yeye ni nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Hatakiwi tu kuwa na nguvu peke yake, inabidi awe ni nguvu na hekima. Tuone vitu vyote vinatembea, tuone hizo roho saba zote zinatembea. Hauwezi ukatembeza ushindi wa kimungu, huwezi ukafanya ushindi wa kimungu, huwezi ukatembea katika ushindi wa kimungu, huwezi kuwa na matokeo makubwa ya ushindi wa kimungu, huwezi ukamanifest ushindi wa kimungu kama Mkristo kama hizo roho saba zifanye kazi zote ndani yako. Kuna mahali utakwama. Ndio sana mtu anayetembea na mguu mmoja, kuna mahali hatakuwa na spidi ya kwenda, kuna mahali atachechemea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wenzetu wa Agano la Kale walikosa hiki kitu kwa sababu roho alikuwa akai ndani yao, na sometimes walikuwa wanaweza kufahamu mtu mmoja tu ambaye ndo ana roho vya kutosha. Sijui wewe mfano mmoja tumalizie. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 22. Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza 22 mstari wa 24. Hii ni habari ile ambayo mfalme Ahabu alikuwa anataka kwenda vitani, na akatafuta manabii wapate kumwambia kama ile vitani atakuwa salama na hivyo, na wakamwambia kabisa, mfalme, nenda vitani utakuwa salama. Baadaye akamtafuta nabii mwingine anaitwa Mikaya. Mikaya akaja akasema, mfalme, ukienda vitani hakika utakufa. Akaelezea jinsi ambavyo ilivyo. Akasema, nilimuona roho akitoka kwenye madhabahu ya Mungu. Imetumia neno pepo ikimaanisha roho. Akitoka kwenye madhabahu ya Mungu, akisema nitakiwa kuwa roho wa uongo kwenye vinywa vya hao manabii, nao watawaambia uongo Ahabu yende vitani akafa. Na akamwambia utaenda vitani na utakufa. Na Ahabu kweli akaenda vitani, na baada ya kwenda vitani alikufa. Sasa kabla Ahabu kwenda vitani alikuwa anamkatalia Mikaya kwamba wewe Mikaya, haiwezekani wenzako wote wanatabiri kwamba sisi tutakufa, peke yako unatabiri kwamba nitakufa. Na wakati anatabiri kwamba mfalme utakufa, kulikuwa kuna nabii mwingine. Angalia mstari wa 24 ninaotaka. Wafalme wa kwanza 22 mstari wa 24. Anasema hivi, ndipo akakaribia Zedekia mwana wa Kenani, akampiga Mikaya kofi la shavu, akasema, roho ya Bwana alitokaje kwangu ili aseme na wewe? Unaona na huyu Zedekia wakati Mikaya anaendelea na unabii na kuelezea kile ambacho Mungu amemwonyesha, asijue kwamba hapo kwenye Agano la Kale wote hawana roho, kwamba roho anaweza akakaa kwa hapo akakaa na kwa huyo akakaa na kwa huyo. Alikuwa anaenda kwa watu wachache sana. Zedekia alikuwa anajiamini kwamba Roho Mtakatifu yuko ndani yake. Alipoanza Mikaya kuja na unabii mwingine, akaenda akamweka kibao. Akamwambia, na ni mtumishi wa Mungu. Akamwambia, roho Bwana alitokaje kwangu? Akaja kwako. Maana yake manabii wote walikuwa pale walikuwa wanafahamu kwamba roho wa Bwana anakaa ndani ya Zedekia, sio ndani ya Mikaya. Kwa hiyo kuona Mikaya ndo ana neno la Bwana kilikuwa kitu ambacho hakitarajiwi.
Ibidi Zedekia ndio aseme neno la Bwana, na Zedekia ameshalisema kwamba mfalme akienda vitani atapona. Mikaya anakuja anaelezea alivyoona yale maono yake vizuri. Kiasi ambacho Zedekia akajua hapana, huyu labda anatudanganya, kwa sababu tunachokijua roho hawezi kukaa ndani ya watu wawili. Tupo kwenye kizazi kimoja afu akae ndani ya watu wawili. Ndivyo ilivyokuwa kwenye Agano la Kale. Alikuwa hawezi kujifunua kwa kiwango kikubwa ndani ya watu wawili tofauti. Na walikuwa na ufahamu. Zedekia alitusaidia, japokuwa alimpia kibao rafiki yetu, lakini alitusaidia kujua kitu kikubwa sana. Alitusaidia kujua kitu kikubwa kwamba roho alikuwa na uwezo kwenye Agano la Kale kuhama kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Anaambia roho alihamaje kutoka kwangu akaja kwako ili aseme na wewe. Kwa hiyo wale watu wengine wote walikuwa wanatabiri. Walikuwa wanatabirije huko hawana roho? Kwa sababu roho iko ndani ya Zedekia kwa ufahamu wao. Wakati huo roho alikuwa kwa Mikaya, ila kwa ufahamu wao alikuwa ndani ya Zedekia. Wao walikuwa wanawezaje kutabiri? Utaelewa kwamba sio kwamba walikuwa wanatabiri kwa roho kuwapa ufahamu, kwa roho kuwapa neno. Nisikilize, mtu anaweza akawa amedumu kwenye maombi, akawa amedumu kwa karibu na Mungu, akawa amedumu kwenye activities za kiroho, shughuli za kiroho, kiasi ambacho roho yake, roho ya kibinadamu tu, ikawa na uwezo wa kupata taarifa kwenye ulimwengu wa roho. Kuna watu wamefikia hizo level, kuna watu wamefikia hivyo viwango ambapo roho yake tu ya kawaida ina uwezo wa kupata taarifa kwenye ulimwengu wa roho. Na hao manabii wote waliokuwepo pale walikuwa wana huo uwezo wa kutafuta taarifa bila hata kuongozwa na roho. Ndio maana mtoto wa Mungu lazima uwe makini sana. Kwenye Agano Jipya hatujapewa uhuru tena kutumia roho zetu hivyo. Tunatakiwa kushirikiana na Roho Mtakatifu hatua kwa hatua. Lakini ukigombana na Roho Mtakatifu sio kwamba utaingia rohoni. Kuna wakati unaweza kaingia rohoni na huna roho. Ezekiel kwenye maono yake mengi utasikia anasema mimi Ezekiel akaona maono, unasikia anasema nikachukuliwa kwa roho ya Bwana nikapelekwa mpaka sehemu kwa roho ya Bwana. Lazima uwe tayari kutembea, roho yako itembee katika roho ya Bwana. Usitaki kuingia kwenye ulimwengu wa roho na roho yako peke yako, roho ya kibinadamu peke yako. Kweli, kwa sababu ni roho inaweza ikaingia kwenye ulimwengu wa roho. Kuna kiwango inaweza ikafanya baadhi ya shughuli kwenye ulimwengu wa roho. Lakini umepewa Roho Mtakatifu kwa kiwango chote. Ili roho ndo aje ndani yako akuchukue, aichukue roho yako. Biblia maana inasema hivi, roho zishuhudia roho zetu kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Anashuhudia kwenye roho yako, anaongea na roho yako kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Anataka aitengeneze roho yako ifikie kiwango ambacho inaweza ikamuelewa Mungu, lakini kishirikiana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unaweza kuona wale manabii wengine wote walikuwa ilikuwa rahisi yule roho mwingine aliyotumwa na Mungu kuweza kudanganya roho zao kirahisi. Kwa sababu gani? Walikuwa wameenda na roho zao pasipo Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kuna watu wanaweza kaingia kwenye ulimwengu wa roho mpaka wakapata baadhi ya taarifa bila Roho Mtakatifu. Lakini taarifa hizo zinakuwa hazijakamilika. Taarifa pekee inaweza kukamilika ni pale ambapo Roho Mtakatifu anaweza yeye mwenyewe kukupa taarifa. Kama ambavyo alimpa Mikaya, taarifa inakuwa ipo clear, ipo sahihi kabisa. Na ndicho ambacho tunakihitaji. Sasa angalia shida aliyokuwa anaipata hao akina Mikaya. Roho akiwa kwa Mikaya hayupo ndani ya Zedekia. Akiwa kwa Zedekia hayupo ndani ya Mikaya. Angalia watu wa Agano Jipya tulivyokuwa na uhuru. Tuna roho zote 7 ndani yetu zikijifunua katika hekima yote ya Mungu, katika uwezo wote wa Mungu, katika uungu wote zinafanya kazi ndani yetu. Inabidi ukae na kumwambia Roho Mtakatifu, jifunue kwangu. Biblia imeturuhusu kama kitu unataka, takeni sana karama zilizokuu. Unaweza ukaenda mbele za Mungu mwambie nataka unione unavyojifunua katika roho zote 7. Haleluya. 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 Sasa pamoja na kwamba roho anajifunua namna hii katika hizo roho zote 7 na anataka utembee na yeye kwenye hizo roho zote 7. Kumbuka, kulingana na kazi uliyopewa tuna mipaka. Kuna hizi roho na kuna karama. Kuna karama zingine Mungu atakupa lakini utazitumia mara kwa mara, utatumia tu wakati wa uhitaji. Nisikilize, ukipewa kila kitu na ukatumia kila kitu, utaona thamani ya wengine. Utadharau watu wengine. Ndio maana Mungu ataweka kwa huyu kitu hiki, kwa huyu ataweka kitu hiki, kwa huyu ataweka kitu hiki. Sio kwamba alichonacho huyu wewe huwezi kuwa nacho. Inawezekana kiko ndani yako lakini akifanye kazi vizuri kama ambavyo kinafanya kazi kwa mwenzako. Labda huyu mwenzako asipokuwepo ndio unatakiwa wewe kukitumia. Kwa hiyo haijalishi kwamba tunatembea na Roho Mtakatifu na kufunuliwa mafunuo yote na kutembea kwenye kiwango kikubwa kuliko kizazi chochote kile ambacho kimewahi tembea na Roho Mtakatifu. Tupo kwenye siku za mwisho, kwa hiyo tunatembea kwenye kiwango kikubwa zaidi cha ufunuo wa Roho Mtakatifu. Lazima tuheshimiane. Lazima tuwe wanyenyekevu. Ndio maana kusoma mstari wa 3 kwenye ile Isaya 11, Biblia inasema hivi, na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana.
Yesu anatajwa na roho 7, lakini furaha yake haitakuwa katika roho ya uweza, haitakuwa katika roho ya Bwana, haitakuwa katika roho ya hekima, haitakuwa katika roho ya maarifa. Anasema furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana. Furaha yake itakuwa katika roho ya kumcha Bwana. Ni kweli hizi hekima za kufanikisha, utakuwa na vitu vikubwa, kwa sababu hekima itakupa utajiri, hekima ni ulinzi, itakulinda, utaenda mbali sana, lakini furaha yako isiwe huko. Furaha yako isiwe kwenye kutoa mapepo. Na kumbuka wanafunzi wa Yesu walikuja wakasema, Bwana, tumetoa pepo, mapepo yametukimbia kweli kweli. Yesu akasema, msifurahi kwa sababu mapepo yanawatii. Furahini kwa sababu jina lenu limeandikwa mbinguni. Na kinachofanya jina lako liandikwe mbinguni sio kwa sababu pepo zinatoka, sio kwa sababu wagonjwa wanapona, ni kwa sababu roho ya kumcha Bwana inafanya kazi ndani yako. Kwa hiyo jalishi una roho ya Bwana, kwa sababu ukiwa na roho ya Bwana juu yako utafanya miujiza mingi sana. Usiishie hapo, taka roho ya kumcha Bwana ifanye kazi, kwa sababu hiyo ndio itakayokutambulisha. Biblia inasemaje? Yesu atasema hivi, ondokeni kwangu mtendao maovu. Wale watakaomwambia, tulitoa pepo kwa jina lako, tulifanya unabii kwa jina lako, wametembea na hizi roho zingine zote, wamefanya vitu. Yesu anasema, sikuwajua ninyi kamwe, kwa sababu kinachokujulisha sio hizi roho zingine. Kinachokujulisha ni pale ambapo roho ya kumcha Bwana inafanya kazi ndani yako. Kwa hiyo jalishi unatembea na roho ngalifu kiwango gani, roho ya kumcha Bwana iwepo. Itakupa unyenyekevu, itakupa kuheshimu watu wengine, itakupa kunyenyekea mbele za Mungu. Haleluya. Haleluya. Furaha yako iwe katika kumcha Bwana. Mungu awabariki na wapenda sana. Amen.